Mbunge wa Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo, Mheshimiwa Ado Shaibu, amesema bunge hilo linapaswa kutumika kuliponya taifa baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu kwa kuwezesha upatikanaji wa katiba mpya. Mimi Remus Simeon Nyansaho naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mwita Mwikwabe Waitara, kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge lako tukufu nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya viwanja vya bunge jijini Dodoma Novemba 12 mwaka huu 2025, Mheshimiwa Shaibu amesema Watanzania wana imani kubwa na bunge hilo katika kuwapatia katiba mpya na kudhibiti matumizi mabaya ya rasilimali za taifa. Yako maeneo ambayo natamani kuanza nayo ndani ya bunge hili. La kwanza tumeanza nalo jana, tumetoka katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tutakuwa ni waongo tukisema kwamba uchaguzi ule hujaacha makovu. Umeacha makovu makubwa sana na tunahitaji kuliponya taifa hili. Kwa hiyo tulimuuliza Spika Zungu wakati anaomba kula kama ajenda hii ya mageuzi ya kisiasa pamoja na kujenga mwafaka wa kitaifa na kuipatia Tanzania katiba mpya kama itakuwa na nafasi katika uongozi wake, na tumefarijika kwamba amesema mambo haya yatapewa kipaumbele kwa mtindo shirikishi. Kwa hilo ni la kwanza ambalo hatutoishia pale, tutaendeleza. Tunasubiri kwa hamu hotuba ya Mheshimiwa Rais, tunajua ndio itayotoa dira kwa miaka 5 ijayo. Tutaangalia kwa umakini masuala haya yamepewa nafasi gani. Lakini la pili, Tanzania ni tajiri sana. Tanzania sio masikini, lakini Watanzania ni maskini. Rasilimali tunazo nyingi, lakini tuwe wa kweli kwamba bado zinawanufaisha Watanzania wachache. Na eneo la kuanzia ni ripoti za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Ripoti zile zinaonesha matrilioni ya shilingi za mlipa kodi wa Tanzania zinapotea kupitia mianya ya rushwa, ubadhirifu pamoja na uzembe. Bunge hili linao wajibu wa kuiwajibisha serikali kuhakikisha tunakomesha hali hiyo, na kwamba kila senti ya mlipa kodi wa Tanzania inatumika kwa ajili ya kumletea Mtanzania maji, umeme, barabara, afya, ajira kwa vijana na kadhalika. Upande wao, baadhi ya wabunge wa bunge hilo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamesema wanatarajia dira ya taifa ya maendeleo 2025 hadi 2050 inatumika kujibu kero za wananchi, hasa katika sekta ya kilimo na ajira kwa vijana. Tegemea kuona dira ya 2050 ikajibu changamoto za wananchi na hasa kwenye eneo la kilimo. Na mimi naamini kwa sababu 75% ya Watanzania ni wakulima, basi serikali yetu na bunge likijikita sana kwenye kutafsiri ule uchumi jumuishi kwenye sekta ya kilimo, naamini tatizo la vijana, la ajira kwa vijana litakuwa tumelibaliza kupitia sekta ya kilimo. Kwa naamini bunge hili na dira 2550 na uwekezaji wa serikali wajikita sana kwenye kuwekeza kwenye sekta ya kilimo. Bunge kwanza ni mbunge kwa jimbo lake. Kwa hiyo kwa Wanatunduru watarajie utumishi uliotukuka kutoka kwangu katika kuzishughulikia changamoto walizonazo. Wanatunduru wana changamoto nyingi, ninafahamu. Wakulima wa Tunduru wananisubiri kwa hamu namna gani nitashughulikia changamoto zinazotokana na mfumo wa stakabadhi ghalani na changamoto nyingine kwa ujumla wake zinazoikabili sekta ya kilimo. Ninafahamu pia makundi mengine mbalimbali ya kijamii yanasubiri kwa hamu namna gani tutazishughulikia changamoto sugu za Tunduru kwenye sekta ya kilimo, afya, miundombinu mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara, ya umeme na kadhalika. Niseme tu ahadi yangu kwa Wanatunduru, nitatumia kila fursa itayojitokeza ndani ya bunge na nje ya bunge kupitia njia za kiserikali na njia za kuwashirikisha wadau wengine wa maendeleo wa kitaifa na wa kimataifa kuhakikisha kwamba tunazishughulikia changamoto zao. Hata hivyo, wabunge hao wameonyesha matumaini makubwa na hotuba ya uzinduzi wa bunge inayotarajiwa kutolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Novemba 14 mwaka huu wa 2025 jijini Dodoma. Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kushinda kwa kishindo kwa 97.6. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao wamepata kura nyingi sana kule
jimbo la Tarime vijijini tumefanya kazi kubwa. Kwa hiyo nimpongeze kwa ushindi mkubwa, lakini pia nimuombe Mwenyezi Mungu ampe kibali, ampe busara, ampe hekima anapokuja kuzindua bunge hili. Wananchi wa Tanzania wana matarajio makubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, namna ambavyo ataunda serikali yake vizuri, lakini pia namna ambavyo ataendeleza kutoa huduma za kijamii. Lakini jambo kubwa kama alivyozungumza siku anaapishwa, kwamba anatarajia kufanya Watanzania kuwa wamoja. Kwa namwombea Mheshimiwa Rais atakapokuja kutoa hapa siku ile ya kuapishwa, alitoa kauli moja tu, kwamba sasa maisha yarejee ya kawaida, na kwa kweli furaha ikawa kila mahali katika nchi. Kwa natarajia kwamba Mheshimiwa Rais atakuwa amejipanga vizuri atakapokuja kuhutubia bunge kwa niaba ya Tanzania, atatamka mambo ambayo ni ya busara, ya hekima, ya uzalendo hali ya juu, na Watanzania watu watatuleta pamoja, tuanze kujenga nchi yetu kama Watanzania na kama moja, na tuishi kwa zile tunu za taifa kama ambavyo tumekabidhiwa taifa hili na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia na Abeid Amani Karume, waasisi wa taifa letu. Mimi ndio matarajio makubwa hayo. Lakini matumaini ya awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan inayokuja, tunayo matumaini mengi. Ametuahidi mambo mengi, naomba na mimi niseme tutakwenda kuyasimamia yale yote ambayo ametuahidi, kwa sababu sisi ndio wasaidizi wake. GMTV, Dodoma.